Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo inaeleza kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amelazimika kumaliza vita nchini Iran ili tu mwelekeo uwe ni huko Cuba, na wakati huu mbio za mapambano dhidi ya Cuba ni kama vile zimeanza. Marekani wakati huu inahalalisha vikwazo dhidi ya Cuba kwa uongo mbaya, ni kwa mujibu wa ripoti zinazoelezwa. Vizuizi vya hivi karibuni vya mafuta vya Amerika vinaendelea kuathiri maisha ya kila siku ya mamilioni ya watu, imeelezwa taarifa. Hata hivyo, kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, amesema wanatumia kila namna kuhalalisha shinikizo la Washington linaloendelea dhidi ya Cuba, na mpango unaonekana ni kama vile mbio sasa zinatoka Mashariki ya Kati, kwa maana nchini Iran, kuelekezwa katika kisiwa hicho cha kisoshalisti cha Cuba. Waziri wa mambo ya nje wa kisiwa hicho Bruno Rodriguez Parrilla amesema fuatia duru ya hivi punde ya vikwazo vya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya kampuni ya mafuta na gesi katika nchi ya Cuba, COPET, siku ya Alhamisi. Washington imeongeza kampeni yake ya shinikizo dhidi ya taifa la kisiwa hicho katika jitihada la kulazimisha mabadiliko ya utawala, wakati rais wa Marekani Donald Trump aliita suala la muda. Rais wa Marekani alisema baada ya kumalizana na wa Iran ataelekea nchini Cuba, na kwamba taifa hilo litavamiwa na utawala uliopo madarakani utaondolewa. Rais huyo aliyeshirikiana na Israel kushindwa kupambana vilivyo na Iran kuondoa utawala, sasa amegeukia nchini Cuba na anataka kufanya kama ilivyokuwa Venezuela. Siku za hivi karibuni, kupitia ukurasa wake wa Truth Social, aliandika kwamba sasa anaenda kuimalizana na wa Iran na kwamba anaenda kuondoa utawala wa taifa hilo, lakini ameshindwa. Cuba, ambayo imekuwa chini ya vikwazo vya Marekani tangu mwaka 1960, pia ilivumilia kukatika kwa umeme kila siku na upungufu mkubwa wa mafuta katika miezi ya hivi karibuni baada ya Venezuela, msambazaji wake mkuu wa mafuta, kusimamisha usafirishaji ghafi kwa shinikizo kutoka Washington. Mnamo Alhamisi ya wiki hii, wizara ya mambo ya nje iliongeza COPET kwenye orodha ya vikwazo, ikisema kwamba mali muhimu za kampuni hiyo zilichukuliwa kinyume cha sheria kutoka kwa wamiliki wa Marekani miaka iliyopita. Rubio pia alisema katika taarifa yake kwamba serikali ya Cuba imejizatiti katika nishati hiyo kwa madai ya kuhifadhi kwa ajili ya jeshi, huku ikizigawia idadi ya watu kwa ujumla. Parrilla alijibu kwa kuyaita maneno ya Rubio ni uongo mkali zaidi usiokuwa na adabu na mkali kati ya maadui wa Cuba. Waziri huyo alisema kupitia chapisho lake kwenye ukurasa wa X kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaendeshwa na matamanio ya ushindi. Rubio, pia mwenyewe mzawa wa wahamiaji wa Cuba ambao waliondoka kisiwani miaka kadhaa kabla ya mapinduzi yaliyoongozwa na Fidel Castro, anatenda kwa hisia za kulipiza kisasi za kikundi cha wasomi ambacho kilichochea maisha yake ya kisiasa. Parrilla anasema balozi wa zamani wa Cuba nchini Argentina Pedro Pablo Prada pia alionyesha kupitia ukurasa wa X kwamba vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani bila shaka vitaathiri mafuta, uzalishaji wa umeme, usafiri, uzalishaji na maisha ya kila siku ya mamilioni wa Cuba. Washington imefanya sekta ya nishati ya kisiwa hicho kuwa lengo kuu la uchokozi wake na wa kisiasa na kiuchumi, mwanadiplomasia huyo alisema. Siku ya Jumatano, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alionya kwamba vikwazo vya Marekani kwa Cuba tayari vimesababisha uhaba mkubwa wa vifaa muhimu vya matibabu ambavyo vinasababisha vifo vya watoto. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa alielezea masaibu ya Wacuba wa kawaida kuwa hayakubaliki, huku ofisi yake ikiripoti kwamba vifo vya watoto wachanga katika kisiwa hicho vimeongezeka maradufu baada ya Marekani kuweka kizuizi chake cha mafuta. Urusi, China, Mexico na nchi zingine kadhaa zimekuwa zikipatia Cuba misaada ya kibinadamu. Moscow ilituma shehena ya takribani mapipa 700,000 ya mafuta yasiyosafishwa mwishoni mwa mwezi Machi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World.